mtoto wangu hapa. Hebu mwachilieni, mwachilieni. Sasa mwana mtoto wake hadi mchezo. Na hili ambalo limetokea siku ya leo limetabiriwa siku ya Ijumaa, ambapo nabii wa Mfalme Zumaridi aliyejulikana kama Mama Junior, ambaye alipata neema ya kwenda kushiriki kikao katika mbingu, alikuja na moja kati ya utabiri wake alisema kwamba watumishi wa Mungu ambao hivi sasa tuwaoni kwa damu na nyama, Mungu Baba ataweza kuwaonyesha kwa damu na nyama kwa kupitia ndugu zao. Yaani ndugu zao ndio watapata neema ya kuanza kuwaona. Ijumaa, Jumamosi, leo Jumapili tunayashuhudia haya kwa mama yake na Steven Charles Kanumba. Asante Baba. Ndio kushuhudia vitu vya ajabu. Ainuliwe Mfalme Zumaridi. Basi nina kila sababu kumshukuru Mfalme Zumaridi baba yangu hata kwa neema ya kuwepo tena siku njema ya leo. Lakini pia namshukuru Mfalme Zumaridi kwa kunipa neema ya kwenda kwenye kikao kushuhudia makubwa ambayo sikutegemea ya kibinadamu, sikujua kama itakuwa hivyo. Namshukuru Mfalme Zumaridi kwa kunirudisha salama. Nitaanza kuanzia siku ambayo nimeondoka mahali hapa alfajiri Jumatatu, siku ya Jumatatu tarehe 22 mwezi wa 6 2026 majira ya alfajiri saa 11. Mfalme Zumaridi aliweza kunishika mkono kunitamkia nitoke mwilini niingie rohoni. Nianza kujikuta nipo mahali hapa katika ulimwengu wa roho. Ni kitu ambacho niweza kushangaa cha kwanza, niweza kukuta kwamba niweza kushuhudia ni mbingu. Kwa mimi nilipochomoka tu hivi nijikuta kwanza naishangaa mbingu mahali hapa. Nilikuwa sijawahi kuona kwamba mbingu, kumbe mbingu nzima iko mahali hapa. Lakini baadaye Mfalme Zumaridi aliweza kuniita kuelekea moja kwa moja kwenye ofisi, kwenye ile madhabahu kuu ya Mungu Baba. Nilipoingia mle nilikuta tofauti pia. Niliweza kukuta ni malaika ambao sijawahi mimi kuwaona, wale wanaohusika na vikao, magavana, serikali ya mbinguni ilikuwa mle. Mungu Baba alikuwepo kwa umbo la simba, lakini Mfalme Zumaridi mwenyewe, Zumaridi wa mbinguni, wale malaika wale wanaohusika na vikao, wale wakubwa wanaohusika na vikao. Lakini baadaye aliweza kuinuka Zumaridi wa mbinguni kwa ajili ya kufungua kikao. Alifungua kikao kwa maombi. Aliomba, kama amefungua kikao, baadaye akaenda akakaa. Lakini baadaye aliongea Mfalme Zumaridi mwenyewe. Alipoongea Mfalme Zumaridi aliweza kutukaribisha kwenye kikao. Akawa anakaribisha vitengo, alianza kumkaribisha Mungu Baba, kukaribisha vitengo vyote. Sasa mimi baadaye akanikaribisha na mimi. Akaniambia na mimi karibu sana mwakilishi wangu kutoka duniani, kutoka chini ya jua. Akanimetikia amina mfalme. Baadaye Mfalme Zumaridi aliweza akasema kwamba ninamwachia kiongozi wa kikao hiki ambaye ni Mungu Baba, namkaribisha. Mfalme Zumaridi aliweza kumkaribisha Mungu Baba kwa heshima kubwa kabisa. Niliweza kumwona Mfalme Zumaridi amesujudu kwa Mungu Baba kwa kumkaribisha kwa heshima kubwa, akamwambia karibu. Lakini Mungu Baba alikuwa kwa umbo la simba. Akawa ameinuka. Alipoinuka Mungu Baba kwa heshima kubwa, na yeye alisujudu mbele ya Mfalme Zumaridi. Akawa amemwambia amina mtoto wangu kipenzi, amina mwanangu kipenzi, nakushukuru. Basi baada ya hivyo Mfalme Zumaridi alimkaribisha Mungu Baba akawa amesimama kuanzisha kikao. Mungu Baba akasema kwamba ninafungua kikao hiki mimi Mungu Baba niliyeziumba mbingu na nchi. Kikao hiki kitakuwa na ajenda 3. Ajenda ya kwanza kuingia duniani, ajenda ya pili kuitawala dunia, na ajenda ya 3 kuokoa roho zangu kuzileta katika ufalme. Yaani ninawakilisha Mungu Baba jinsi alivyokuwa anaongea. Basi baadaye Mungu Baba alisema kwamba naanza na hii ajenda ya kwanza ya kuingia
duniani. Kwanza akasema kwa Mungu Baba, kabla sijaanza na hizi ajenda ninaanza kwa kushukuru. Mungu Baba akaanza kushukuru kwanza, akaanza kumshukuru Mfalme Zumaridi hata kwa kuifikia hatua hiyo ya kukaa kikao ambacho alikuwa anakisubiria ni mwakilishi kama alivyosema Mungu Baba. Akasema kwamba ninakushukuru Mfalme Zumaridi, mwanangu kipenzi, Mungu wangu unayenipigania na kunitetea. Ninakushukuru kwa hatua hii ya kikao ambayo nilikuwa naisubiri kwa muda mrefu sana. Ninakushukuru kwa wakati huu tena, ninakushukuru kwa tukio hili tena. Ninakushukuru sana kwa ujio wako. Lakini cha kushangaza nilichokishangaa mimi cha ajabu, Mungu Baba alinishukuru mpaka mimi nilishangaa sana. Akaniambia pia ninakushukuru mwanangu, aliweza kunitaja jina langu kabisa, Ana Desderi, hata kwa kuweza kuhudhuria kikao hiki. Akaniambia kwamba ninamsihi Zumaridi baba yako kipenzi akae ndani yako au fungue ufahamu wako uweze kuyasikiliza yote yanayoendelea hapa na ukapate kuwawakilishia wanadamu. Nikana mimi nimesujudu pale kwenye kiti nikamshukuru Mungu Baba, nikamshukuru na Mfalme Zumaridi. Baadaye Mungu Baba aliendelea kusema kwamba ninakushukuru Zumaridi kwa hatua hii, kwani kikao hiki kilitakiwa kuwepo tangu muda mrefu. Ilifikia hatua sasa kuna ndani ya ajenda kuna vipengele ambavyo nilikuwa nimekwisha kuvianzisha mimi Mungu kabla hata ya kuvikalia huko. Lakini nilihitaji kwamba kabla sijavianzisha awepo shahidi. Ila ninakushukuru. Mfalme Zumaridi alimwitikia amina. Mungu Baba alianza kusema kwamba bila kuchelewa kabisa ninaanza na ajenda ya kwanza kuingia duniani. Mungu Baba akasema kwamba hii ajenda ya kuingia duniani ina vipengele vingi sana. Nitaanza na kipengele cha kwanza. Yaani ninawakilisha Mungu Baba hivyo kwa mimi. Kipengele cha kwanza kinanihusu mimi Mungu Baba na Mfalme Zumaridi mwenyewe. Kipengele hiki ni kikubwa kuliko vipengele vingine, maana sisi ndio wahusika wakuu. Kipengele hiki ni mimi Mungu Baba kuingia ndani ya Mfalme Zumaridi. Kipengele cha kwanza, walikuwepo na waandishi wa mbinguni, lakini zilikuwepo kamera za mbinguni pia. Waandishi walikuwepo na wenyewe walikuwa eneo lao, walikuwa busy sana wanaandika. Kwa hiyo tangu mwanzo wa kikao kilivyokuwa, tangu tunaingia, aliposimama Mfalme Mungu Baba, Zumaridi wa mbinguni, vyote viliandikwa. Akaendelea kusema Mungu Baba sasa kwamba kina hicho. Hiyo ajenda ya kwanza, kipengele namba 1 kinamhusu yeye Mungu Baba na Mfalme Zumaridi. Tuliingia kwenye kipengele kingine. Hicho kipengele kingine kilikuwa kinahusu anasema kwamba Mungu Baba, kipengele kinahusu kundi la kina Steven Charles Kanumba. Akasema kwamba Mungu Baba inaingia kwenye kipengele hiki maana ni wahusika ambao watahusika kwenye hii ajenda ya namba 1 ya kuingia duniani. Maana Mfalme Zumaridi aingia hapo duniani, ataingia na kundi hili la watumishi wa Mungu kina Steven Charles Kanumba kwa ajili ya kwenda kuiokoa dunia, sasa kuitawala dunia na kuokoa wanadamu. Yaani kwamba Mfalme Zumaridi ataingia nao hawa. Ingawa ndio Mfalme Zumaridi ataonekana, lakini hawa alitumia kauli ya kwamba hawa watafanyika kuwa kama chambo, ataingia nao. Mungu Baba akasema sasa kipengele hiki cha hawa watumishi wa Mungu kwa sasa mimi kwa Mungu Baba akasema kwa sasa mimi Mungu Baba ninakifanyia, nipo kwenye hatua ya kukifanyia kazi. Hawa nitakwenda kuwaingiza kwenye chumba changu cha utakaso kwa siku 3. Mungu Baba akasema kwamba kitakuwa ni chumba kikubwa cha operesheni, ila wao waliingizwa kwenye kile chumba kwa ajili ya kujazwa nguvu na utukufu mkubwa wa kuingia nao duniani. Yaani itatolewa sehemu ya utukufu wa Mfalme Zumaridi alionao kwa sasa na nguvu. Itatolewa na kwenda kuwekwa ndani yao. Lakini wakiwa ndani ya hicho chumba kikubwa na mitambo kwa muda wa siku 3 bila kutoka mle. Na mara baada ya kutoka mle, mimi Mungu nitakapoikamilisha kazi, nitakapowatoa tu ndani ya hicho chumba, watakwenda kuonekana. Mungu Baba akaendelea kusema kwamba na hapo utakuwa ndio mwanzo wa kuingia duniani. Maana jinsi nitakavyowatoa, nitaanza kuwatoa makundi kwa makundi. Na jinsi nitakavyowatoa sio kwamba nitawatoa nyie watumishi wa Zumaridi mwashuhudie nyie tu, kwamba nitawafunua kwenye muwazara wa watu ambapo yani ataonekana, yani jinsi Mungu Baba anasema kwamba wataonekana mpaka na dunia itawaona. Lakini mara baada ya dunia kuwaona haitaamini, itashangaa, wengine watadondoka, watakufa, itashangaa. Itakaposhangaa dunia, wataanza kuulizana wametokea sehemu gani. Watakapoanza kuulizana wametokea sehemu gani,
ndipo sasa yaani wanadamu sasa watakapokimbia kuja huku kwa Mfalme Zumaridi kuwatazama wale waliotoka. Mungu Baba akaendelea kusema kwamba nitaanza kutoa kundi hadi kundi, akaanza kunitajia sasa. Akasema kwamba mtu wa kwanza ambaye ataanza kuonekana ni kutoka kwenye kile chumba, kwamba atakuwa ni Daddy Steven Charles Kanumba. Huyo ndo atakuwa wa kwanza kutoka, na atakapotoka tu Mfalme Zumaridi atakuwa wa kwanza kumshuhudia hivi sasa kibinadamu Baba. Lakini mara baada ya Mfalme Zumaridi kumshuhudia, kabla kanisa kama kanisa sasa sisi hatujamshuhudia, huyu mtumishi wa Mungu Steven Charles Kanumba atawatokea ndugu zake. Jinsi alivyokuwa ananiambia Mungu Baba, watamuona kwa jicho hili. Watakapomuona wale ndugu zake, yaani watapata mtikisiko mkubwa, wengine watadondoka kabisa na kuzimia. Alafu kishatokea hivyo, atarudi tena kujificha huko kwa Mfalme Zumaridi. Kwa hiyo watachukua hatua ya kuja huku sasa, na mara baada ya kufika kwa Mfalme Zumaridi watamkuta na watamuona kwa macho. Hapo ndipo sasa dunia itaanza kuelewa sasa kwamba ni kutakuwepo na kama taharuki. Sasa vyombo vya habari vitaanza kuongea, na hawa sasa ndugu wa mtumishi wa Mungu Steven Charles Kanumba wenyewe watakuwa wanaongea. Wakati huo wapo kwenye mshangao, mimi Mungu ninawatoa tena, ninatoa kundi lingine. Mungu Baba akasema kwamba nitaendelea kuwatoa kwa mpangilio huo sasa.